Haleluya, watu wa Mungu, ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya uweza na nguvu ambazo zinazidi kuonekana kwenye maisha yetu siku hata siku. Ni neema na pendo la Mungu nimekujia tena leo siku nyingine. Na leo nataka tu niongee jambo dogo sana. Niongee jambo dogo sana kwamba kwa sasa hivi kilichoenea makanisani, maeneo mbalimbali kwenye makanisa ya Pentekoste ni kumkuta fulani ni nabii, fulani ni mtume, fulani ni mchungaji, fulani ni mwinjilisti. Ukimkuta kijana kama mimi anasoma Biblia, anahubiri tu maneno mawili matatu, basi ni mwinjilisti. Au akikemea tu dhambi siku moja, hata kama kwa kudanganyishia, kwa sababu siku hizo wanaokemea dhambi kwa kumaanisha makanisani hawapo. Ukikemea dhambi kwa kumaanisha watu watakuchukia, basi na yeye anasema ni mwinjilisti. Akiota ndoto siku moja, hata kama umeota mwenyewe tu sio Mungu, ni nabii. Akiona maono siku moja, siku nyingine ni mawazo yake tu, ni nabii. Sasa kwa nini tunao sana watu? Kwa tuna watu wengi wenye huduma. Tuna watu wengi wenye huduma siku hizi makanisani. Lakini jambo la pili, licha ya kuwa na watu wenye huduma siku hizi makanisani, pia tuna watu wengi wenye namna mbalimbali. Mimi ni mwimbaji, mimi ni mwinjilisti, mimi ni nabii. Huduma, wengine wana karama ya ubiri, karama ya uponyaji. Lakini cha ajabu na cha kushangaza na cha kusikitisha zaidi ni kwamba Mungu halisi hayupo, ameshaondoka. Sasa nataka wewe kama umeokoka ujiulize swali, kwa nini tuna manabii wengi, tuna wachungaji wengi, tuna walimu wengi, tuna waimbaji wengi, tuna wenye karama wengi, wanaonena kwa lugha wengi, lakini kwa nini Mungu halisi haonekani? Mungu aliyekuwa anaonekana enzi za babu zetu miaka 1990 1980 waliokoka, Mungu halisi ameenda wapi? Ameenda wapi yule Mungu? Ameenda wapi? Kwa nini Mungu halisi hayupo hata kama karama zimeongezeka? Kipindi kile ni kweli wahubiri walikuwa wachache, waimbaji binafsi hawakuwepo kabisa. Zilizokuwa zinaimba makanisani zilikuwa ni kwaya, tofauti na hizi kwaya za siku hizi. Ni kweli kipindi kile zilikuwa zinaimba kwaya, lakini tofauti na hizi kwaya za siku hizi. Kwaya za kipindi kile ilikuwa ni watu ambao tayari watu wanapenda maombi, wameshakunguta masaa kadhaa ya maombi, ndio wanafanya zoezi la kwaya. Acha nao ambao wanaenda siku hizi makanisani, hawajaomba hata dakika moja, wanaanza tu zoezi la kwaya. Kilichojaa kwenye kwaya ni tamaa na kutamaniana. Fulani ana sauti nzuri, fulani anaimba vizuri, mipango tu ya nichukue namba fulani mtongoze fulani, yani hiyo ndio vilivyopo kwenye kwaya. Sasa acha na hiyo, nazungumza waimbaji binafsi hawakuepo, wenye karama ya kuimba hawakuepo. Yani kuimba walikuwa wanaimba kwa pamoja, wanaimba kwa pamoja. Ule uwepo wa Mungu, maandiko yanasema kwamba kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ile namna ya wao kuwa pamoja, kusifu kwa pamoja, kuimba kwa pamoja, kupiga makofi, ile ndio ilikuwa inawapendeza wao, walikuwa wanafurahi kwa namna ile. Ni kweli ndugu zetu wa kipindi hicho walikuwa hawana drum, hawana kupiga ngoma, kuona ngoma zimechanganywa, vinanda, gitari imechanganywa, imepigwa besi, imepigwa acoustic, imepigwa solo, imepigwa rhythm, imepigwa siyo marimba. Yani hivyo vyote havikuepo, walikuwa na ngoma za asili tu au makofi. Lakini kwa nini kipindi kile Mungu alikuepo, sasa hivi Mungu hayupo? Kwa nini? Kwa nini? Nauliza kwa nini? Ujiulizage maswali, kwa nini? Sababu kama unaabudu, lazima unaabudu kwa mfumo ambao unatafuta Mungu halisi atokee. Hicho ndio kitu pekee tunachokitafuta kwenye kuabudu. Kama unaabudu nje na hali hiyo au nje na lengo hilo, wewe haujui hata lengo la kuabudu, haujui. Kwa sababu kuabudu ndio maisha ambayo yanaweza kumtokeza Mungu na yakatufanya si wenyewe tujione wa thamani, na hata baadaye tuwe wa thamani. Yani sio tu kujiona, tunakuwa pia wa thamani maisha ya kuabudu. Sasa ndio nakwambia kwa nini? Kwa nini? Yani hiyo kwa nini? Ujiulizage kila siku kwa nini? Waimbaji ni wengi, wachungaji ni wengi, maaskofu ni wengi, makanisa ni mengi, ukienda kona hii, mpaka wakati mwingine mtu akikwambia sasa kanisa lako linaitwaje, naamua sana nikae tu kimya, kwa sababu hata akimwambia kikosi kazi, kwanza jina lenyewe la ajabu, pili makanisa ni mengi, kikosi kazi mbona sijawahi kulisikia? Wanachotaka kusikia ni kanisa la zamani, kanisa lililoanzia mahali fulani, kanisa linalojulikana, wanachotaka kusikia. Lakini mpendwa, mimi sizungumzi habari za kanisa hapa. Wewe wa kanisa lolote, nisikilize tu maelezo, alafu jiulize kwa nini. Jiulize kwa nini.
Na kwa kanisa hilo hilo unaosali ujiulize kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Ukijiuliza maswali ya kwa nini mengi, kwa nini? Kwa nini? Na ndio maana kwa nini ikasababisha wengine waanzishe na wao kanisa lao. Hiyo hiyo kwa nini ilisababisha wengine waanzishe na wenyewe mpenyo wao. Kwa wengine walipoanzisha kanisa, kanisa likasaidia watu, wengine walipoanzisha mpenyo ukawa unaidia watu. Sababu wakawa wanasema sisi ndio kweli, sisi ndio kiroho, sisi ndio sisi. Asa hiyo yote ikapelekea mwisho siku kila mmoja ndio mimi, sisi ndio kweli, sisi ndio kweli. Lakini je, Mungu alipenda watu waseme sisi ndio kweli? Na kuhakikishia kwamba Mungu kama Mungu alitaka watu wote wanaokoka wawe na sura moja. Nikwambie, katika aina unazosikia makanisa, katika aina unazosikia mifumo ya kuabudu, nataka nikwambie lazima ujue mfumo sahihi ni upi, na huo ndio ukamate, huo ndio utakaoenda kumtokeza Mungu wa kweli huo. Sasa kama unaabudu kwa mfumo ambao wewe kokote, yaani wewe ni kanisa lote utakaosikia unaenda, wewe ni popote utakaposikia lazima utafute, uchague njia ambayo wewe unaamini ni sahihi. Lakini hiyo njia mpendwa, kama tu walioko kwenye njia hiyo bado hali yao haionyeshi wokovu, mpendwa, hiyo ni ishara na hiyo njia usiende. Kwa sababu hatufati vitu ambavyo ni hypothetical. No. Hatufati vitu vya kubuni. Tunafata vitu vilivyoonekana katika mwili, sio rohoni. Kwa sababu wokovu unaanza moyoni. Yaani tunaanza kuamini, lakini tukishaamini moyoni, badiliko baadaye linakuwa dhahiri kwenye maisha yetu. Sababu imeandikwa, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kilichojaa ndani ya moyo ndicho kinachotoka. Sio tu kwenye maneno, sio tu kwenye mawazo, sio hata kilichojaa ndani ya moyo. Kama kwenye moyo umejaa uzima, ule uzima wa kutokuumwa, kutokumeza kidonge, ule uzima unakuja kutokeza kwenye mwili. Ndio nikwambie, huo ndio wokovu halisi huo. Nikusomee tu hapa maandiko haya. Tunayasoma sana, lakini tutasoma hata ambao hawayaamini au wanayatafsiri tofauti, wayaamini tu sasa kwamba haya maandiko ndio maana yake hiyo. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, nasoma kuanzia mstari wa kwanza. Lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima, na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeona tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba, ukadhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia twahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushiriki nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Lile tuliloliona, tulilolisikia, tumelidhihirisha mpendo, tumelidhihirisha. Sio tumesikia habari za ushindi wa dhambi, tumedhihirisha sasa. Tumeona kweli sasa. Lile tulilosikia si tena hadithi. Nataka nikwambie, ni kweli ulihubiriwa kwenye wokovu tunashinda dhambi. Ulihubiriwa kwenye wokovu tamaa inaondoka, lakini haiondoki kirahisi namna hiyo. Haiondoki kwa mfumo wa maisha ovyo. Lazima kuna kanuni. Usikilize moja kati ya clip yangu huko nyuma, nimekuambia dawa ya kutoka kwenye tabia chafu kama za kujichua na kujizini. Usikilize, kuna kanuni inayotutoa pale. Sio tunatoka tu, iko kanuni. Kwa lile tulilolisikia, tulipofuata kanuni fulani, ile kanuni ikasababisha tulipapase kwa mikono yetu, tukalione, tulihisi. Yani hii ngozi ya mwili ikalihisi ile jambo, liwe dhahiri kwenye maisha yetu. Lile jambo liwe dhahiri kwenye maisha yetu. Lile jambo, nikwambie mpendwa, hicho ndicho kitu pekee tunachoshughulika nacho. Lile jambo liwe dhahiri kwenye maisha yetu. Sasa kwa nini halijatokea? Kwa nini? Mwingine unaweza kukuta wewe ni mwimbaji, mwingine wewe ni mhubiri, mwingine anajiita mwinjilisti matamaa yamejaa. Mwimbaji, lakini mwimbaji ni kweli unaimba, lakini kwanza kama ni mwimbaji
mimi nashinda kuelewa. Yaani mwimbaji kama ni mwimbaji kabisa ule maanisha kwa Mungu, hauwezi ukachanganyika ovyo ovyo na kuimba na watu wamevaa vimini, amejiremba, yaani ovyo vurugu. Uimbaji wa aina gani mpendwa? Hatuhitaji kile ambacho kwenye upagani wanaita sijui collab, hatuhitaji hiyo mpendwa. Wapagani ndio wanaotafuta niimbe na mtu fulani nitoke nijulikane. Mpendwa, wewe kama ni kitu kipawa kaweka Mungu mpendwa, usihangaike kukitangaza na kuimba na watu fulani maarufu ili wako nje na njia za Bwana. Mtu pekee ukombatana naye ni ambaye amezishika njia za Bwana. Ambaye hajazishika njia za Bwana, hata kama ni maarufu, weka mbali. Hata kama ni anajulikana, weka mbali huyo. Kwa sababu huyo sio muda atakufanya na wewe uwe na wewe na namna za kuwa mbali na Bwana. Atakuingizia ratiba nyingi za kujifunza kuimba, ratiba nyingi za kujifunza kufanya vitu ambavyo sio vya muhimu, sio habimtokezi Bwana halisi. Huyo yeye yuko kwa maslahi yake, huyo hayuko kwa ajili ya Bwana. Wewe unayemtafuta Bwana, shughulika na mambo yako. Shikamana na ambaye mko njia moja mnamtafuta Bwana. Shikamana na ambaye mko njia moja mnafanya jambo la kumtokeza Bwana. Nje na hapo mpendwa, wewe ni mhubiri, wewe ni mchungaji, wewe ni nani? Unaambatana na mtu ambaye hayuko katika njia uliyoko wewe. Hayuko katika njia ya kutaka ibada nyingi, kutaka maombi mengi. Yeye yuko tu katika njia za kusema nataka toa, niwatabirie, nifanye hiki, fanye hiki. Yaani yeye yuko tu katika ule uhubiri. Unajua kuna aina fulani ya uhubiri ambayo unamwona kabisa mhubiri, yani macho yako juu, yani anahubiri lakini anataka kuangalia nani hapa kama anaonekana na hela hivi ni mtoze. Nani hapa, yani anahubiri macho yako juu, yani nani hapa. Mtu akija akiwa kama ana swali anakuambia mimi nina huduma ya kujibu maswali. Jana nikutana na mhubiri mmoja mahali fulani feri huko Dar es Salaam, ananiambia nina huduma ya kujibu maswali. Huduma ya kujibu maswali ndio nini? Huduma ya kujibu kuna huduma gani kama hiyo kwenye Biblia? Tunaweza tukajibu maswali ya watu sawa. Maswali yao ya kiroho au ya kimwili tunaweza tukajibu sawa. Maswali ya kimwili yanatokana na experience ya mambo ya kimwili ambayo tumeshawahi ishi, au experience ya mambo ya kimwili labda ya watu ambao tumeshawahi kuongoza labda kiroho. Walikutana na mambo fulani ya kimwili, tuliona waliyatoaje. Maswali ya kiroho yanatokana na experience ya vitu ambavyo tumevipitia au tumefundishwa. Sio na huduma ya kujibu maswali. Yaani siku hizi watu wanatafuta hadi huduma nyingine ili tujulikane sasa mimi Mungu anashushaga majibu ya maswali. Wewe kama nakushia majibu ya maswali, si majibu mengine hata maswali yako mwenyewe ungekuwa nayo. Mpendwa, tunatafuta Mungu halisi. Ndio maana nakwambia shikamana. Wewe ni mhubiri, wewe ni mwimbaji, wewe ni nani? Kwanza tafuta kushikamana na mtu ambaye mko njia moja na wewe. Lakini nikujibu ile swali langu la mwanzo kwamba wengi ni waimbaji, wengi ni wahubiri, wengi ni maaskofu, wengi ni manabii, lakini Mungu halisi hayupo. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wameshatoka kwenye njia halisi. Watu wameshatoka kwenye njia halisi. Na kwa bahati mbaya sana hawajui kitu kinachoitwa kweli ni nini. Hawajui kinachoitwa kweli ni nini. Yaani wengi wanasema sisi tunahubiri kweli, tunahubiri neno la Mungu, tunahubiri kweli, tunahubiri kweli. Kweli ni nini? Kweli ni nini? Kweli ni nini? Principle moja, kanuni moja ya kinachoitwa kweli ni ikutoe katika maangamizo yako, ikutoe katika shida, ikutoe katika mawazo. Hiyo ndio kweli. Yani usitafute namna nyingi za kutaka kuelezea. Unajua ile kweli, neno kweli ni neno. Yesu alisema mkikaa kwenye neno langu, lile neno ni Yesu. Usitafute maneno mengi. Kweli moja, kitu ambacho Yesu alisema, ninyi mkiwa wanafunzi wangu mtakuwa nyinyi mkikaa ndani yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itaweka huru. Kanuni ya kweli ni kweli ikuweke huru. Full stop. Usitafute maelezo mengine. Kweli ikuweke huru. Sasa hebu tazama. Mhubiri anakufa na ugonjwa wa kizembe ambao mtu akija kanisani hata kama hajaombewa anapona. Tazama kweli ambayo watu wanahubiri. Kweli wanahubiri, watu wanahubiri kweli. Sisi tunahubiri kweli, tunahubiri neno la Mungu. Neno la Mungu nini? Unahubiri neno la Mungu kila siku, neno la Mungu limeshindwa kufanya mzima. Mpendwa, tuache kushughulika na vitu ambavyo havina maana. Usishughulike na uimbaji, uhubiri, uchungaji, usishughulike na chochote. Shughulika na kumtafuta Mungu mpendwa. Mimi hapa sina habari yoyote ya kuwa na cheo, kuwa na jina lolote. Mimi jina langu nililonalo, ndio hilo jina langu. Nililobatizwa nalo ndio hilo. Sina jina jingine.
Mpendwa, siku hizi kuna vitu vya ajabu. Yaani mtu anakuwa na huduma kabla hajaokoka. Kwa sababu wokovu kwanza ni kuacha dhambi. Mtu bado anatamaa, bado ni mzinzi, ana huduma. Huduma unaitoa wapi mpendwa? Unaitoa wapi? Yesu mwenyewe bado hajaingia kwenye maisha yako. Huduma unaitoa wapi? Huduma unaitoa wapi? Usishughulike na huduma wewe. Usishughulike na huduma. Shughulika na Yesu, shughulika na Yesu mpendwa. Ndio maana nikwambie siku hizi watu wanaimba, wanaimba mpaka wanaudhi yani mpaka wakati mwingine kama ni kwenye simu tunafuta kabisa manyimbo ya waimbaji, wasema pote kwanza mimi waacha nisiwasikilize tu. Yaani angalia vitu wanavyoviongea, hamna sababu ya msingi. Yaani mtu anaimba eti kwa sababu mimi nilizaliwa kanisani. No. Usiimbe tu kwa sababu fulani, no. Imba kwa sababu Mungu kafanya kitu, imba kile. Usituimbie historia za watu fulani. Tuimbie kile Mungu kafanya kitu. Kile ulichoendelea, ulichobadilika, tuimbie kile. Kile tukisikiliza nasi tutamani tuvutwe katika kubadilika. Hiyo ndio inaitwa injili. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Wokovu unaotokana na kuimba. Yaani ule wimbo uwe ni injili, utuambie umebadilikaje badala ya kumtafuta Mungu. Hatutafuti historia za akina Zakayo alipanda kwenye mkuyu. Zakayo alipanda kwenye mkuyu, sawa alipanda. Ila tuambie ndio maana hata tukitaka kusema Zakayo alipanda kwenye mkuyu, tukisoma kwa mfano andiko la Zakayo alipanda kwenye mkuyu, hatutaki injili za historia. No, hatutaki injili za kina Lazaro. Tunaangalia Zakayo alipanda kwenye mkuyu, alionyesha nini? Alionyesha juhudi ya kumhitaji Mungu, kwamba Yesu anawatazama sana watu ambao wanaonyesha bidii au juhudi katika watu ambao walikuwepo kwenye ule mkutano. Kwa sababu Zakayo aliona yeye ni mfupi, lakini hakuchukulia ufupi kama ni kigezo au kama ni kitu cha kuzingizia kwamba kwa sababu mimi ni mfupi siwezi kumuona Yesu. Akaona ni heri nitumie akili ya ziada ili mradi nimuone Yesu. Maana yake tunaposema Zakayo alipanda kwenye mkuyu, na wewe hata kama huwezi kufanya jambo fulani, hauwezi kufanya ibada ndefu, maombi marefu, basi tengeneza juhudi ya ziada, tengeneza kitu cha ziada. Uwe na akili ya ziada itakayokufanya uweze kukifanya kile kitu. Uweze kufanya hata kama ni kwa changamoto, lakini akili ya ziada itumike. Yaani mpendwa, sijui nisemeje, lakini nakupa pole sana unayejiita mhubiri, mwinjilisti. Nakupa pole sana. Hapo kwa bahati mbaya ni kwamba bado magonjwa yamekukalia. Au na wewe kuumwa unachukulia tu ni kawaida tu kuumwa. Tumishi wa Mungu lazima aumwe, ni kawaida mpendwa. Au unaumwa wewe peke yako, ni kawaida au unaumwa wewe peke yako. Yaani mpendwa, ziko nyakati tunaonea huruma watu ambao, na kwa bahati mbaya ni kwamba ni vigumu kumhubiri mchungaji, mwimbaji, mhubiri, yani mwenye huduma kumhubiria, yani kazi ngumu. Mpendwa, shughulika na kumtafuta Mungu. Shughulika na kumtafuta Mungu. Huduma itakupoteza. Na ndio maana cha ajabu siku hizi watu wengi waliibuka, mimi ni mwimbaji. Wewe ni Bwana. Baadaye kimya sasa. Kimya kabisa. Wale walioimba dunia haina huruma, kimya sasa hivi. Kimya. Wambakia tu wezi wachache wanaendelea kutudanganya na nyimbo zao za injili. Wanaziita za injili. Bongo flavor za injili wanaendelea kutudanganya. Wezi wachache wanaendelea kuwadanganya wale ambao hawana uelewa vizuri. Lakini ona aina ya uimbaji, ona aina ya uchungaji, ona aina ya uhubiri ambayo inakuwa ina mwisho mbaya. Mpendwa, hiyo ni indiketa kwamba nyuma yake hakuna Mungu. Nyuma yake kungekuwa na Mungu, wasingeweza kuwa na mwisho mbaya. Mwisho mbaya ni indiketa nyuma yake hakuna Mungu. Hiyo ni taa nyekundu, na nyewe wengine mtazamege nyie wengine mpendwa, mtazamege tu. Mtazame kama tu ni uko mwimbaji. Achana tu na uimbaji, nenda mahali, paki makasha yako yote, paki CD zako zote. Yaani kwa mfano ukija Kikoskazi,
Sisi tunakwambia weka uimbaji pembeni, weka waskofu pembeni, weka huduma yako pembeni, anza kushughulika kumtafuta Bwana. Omba tamaa ikutoke kwanza. Omba hiyo, yani hiyo akili ya kusema uwezo kama mzima ikutoke kwanza. Kaa ibadani muda mrefu, masaa 12. Omba muda mrefu, masaa 3 4 mfululizo kwenye ibada, ili tukuingizie elimu mpya. Hiyo ya mwanzo itoke kwanza, hiyo itoke kwanza. Ungeshughulika kwanza na hilo mpendo, ungeshughulika kwanza na hilo. Acha na uimbaji ambao utakufanya baadaye uwe yani kitu cha hovyo. Mungu halisi hayuko hivyo. Mungu halisi, kwa kadri unavyozidi kumsogelea anatufanya tuwe wa thamani. Kwa kadri unavyozidi kumsogelea anatufanya yani thamani, vile tunazidi kuongezeka siku hata siku. Mungu halisi hayuko hivyo. Mungu halisi sio kuchuja ambako watu wanachuja na nyimbo zao zinachuja, zinaonekana zilipendwa za zamani. Nyimbo za injili mpendwa sio hiyo. Hiyo sio injili mpendwa. Injili halisi, mtu hata kama aliimba 1900 mpaka leo ina sound vile vile. Alikufa yuko hai, ina sound vile vile. Kwa sababu mle ndani uko uweza, nyuma ile nyimbo yako maisha ya uchamungu, yako maisha ya maombi mengi, ibada nyingi. Kwa alikuwa haimbi kwa tamaa ya pesa, alikuwa anaimba kwa sababu anataka Mungu atokee kwenye maisha yako. Nikutakie kuchukua hatua. Kama wewe ni mwimbaji, una huduma fulani, mhubiri, mwinjilisti, ni heri waache kuhubiri kwa muda kitambo, mtafute Mungu. Mungu halisi atokeze, afu ndio uendelee kuhubiri. Tutahubiri kwa baraka nyingi sana, kwa baraka nyingi kuliko unavyohubiri sasa. Naonekana kama unapuyanga tu. Hamna haja. Shughulika na kumtafuta Mungu halisi atokee kwenye maisha yako. Neema nyingi ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Nitakujia wakati mwingine na maelezo mengine ya kuweza kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kama unavyoona hapa, niko eneo langu la kazi hapa. Sisi ni sala na kazi. Pia kuna aina ya watumishi ambao wao hawaamini katika kufanya kazi, wanakula tu vya watu. Sisi ni sala na kazi. Niko katika eneo langu la kazi hapa, nafundisha kipindi hapa. Nafundisha kipindi wanafunzi hapa, nafundisha kipindi. Kwa hiyo pia aina ya utumishi ambao utakuwa unakula tu sadaka ni utumishi ambao utakuwa unahubiri tu tamaa za watu. Acha aina ya utumishi. Acha hiyo. Hubiri injili ya watu kuacha dhambi. Hera tafuta mwenyewe. Piga kazi, lima bustani, usipande maua nyumbani. Makopo ya maua yapungue. Hayo makopo ya maua, panda nyanya hapo. Kopo moja la maua unaweza kupanda nyanya, miche miwili ukapanda mboga hapo. Upunguze ratiba za kwenda kununua nyanya sokoni. Upunguze mahubiri ya sadaka, kitenge cha mama mchungaji, maji ya kunywa mama mchungaji. Punguza hiyo. Hiyo ni injili ambayo imetubadilisha sana. Imetubadilisha sana. Hata kama ni tunasoma, lakini tunapiga kazi, tunalima, tunapiga kazi ili tusimlemee mtu. Tunapiga kazi. Mikono yetu itumike kupiga kazi. Sio mtu fulani. Mikono yetu, Paulo anasema, itumika kupiga kazi ili tusimlemee mtu na tusiliaibishe jina la Bwana wakati huo. Neema nyingi ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen.